Ya, asante sana ndugu zangu wanamemba wa LSSC. Kwa nafasi nyingine tena nimekuja ili tuweze kukumbushana mawili matatu na tujuzane nini kinaendelea ndani ya kampuni yetu nzuri, kampuni ya LSSC. Kwanza kabisa ni kutaka kuambia kwamba kampuni inaendelea kutoa fursa na kualika wanamemba wale ambao wanaendelea kujitolea kupewa nafasi ya kuwa wasimamizi wa ofisi. Kwa hivyo kampuni inaendelea kufungua ofisi sehemu mbalimbali ndani ya Marekani, na hiyo ni alama ya kuonyesha kwamba kampuni hii ina nia ya kukaa, kama vile tulivyowazungumzia kwenye video yetu na vile tunavyozungumziwa kila wakati kwenye mtandao wetu wa Bonchat. Na taarifa nzuri na ya furaha zaidi ambayo ninakuja kuwaleteeni, ya kwanza ni kwamba kifaa cha A3 hivi karibuni kitafunguliwa rasmi kwa wale wote ambao watafikia kiwango cha uongozi wa kwanza. Kitafunguliwa. Hicho kifaa kilikuwa kimewekwa wazi kwa wale ambao waliweza kufikia kiwango cha uongozi wa tatu peke yao, lakini sasa kitakuwekwa rasmi mwezi wa tatu, na ikiwa utapata fursa ya kuweza kufikia kwenye hatua ya uongozi wa kwanza, basi ni nafasi yako nzuri ya kuweza kukodisha hicho kifaa. Fikiria ni ngapi utajitengenezea kwa siku. $331.50 kwa siku. Jumuisha hiyo hesabu mara 5. Ni pesa ngapi utajitengenezea kwa wiki? Zaidi ya yule anayekwenda kila wakati na kusimama kwenye kampuni masaa 8, masaa 9 bila kupumzika. Habari nzuri ya pili ni kwamba kampuni inaendelea kutuhimiza kuleta watu wapya na wakodishe kifaa cha A1 ama A2. Kwa sababu mtu anapokodisha kifaa cha A1, wewe uliyemleta unapewa zawadi ya $370 na senti 60. Lakini tofauti na hiyo $370 na senti 60, kampuni inakuongezea $100 ya juu. Ukimleta mtu na anaweza kukodisha kifaa cha A2, unapewa $846 na senti 50. Lakini sasa tofauti na hiyo zawadi ya mwaliko, kampuni inakupatia bonus ya $200 za juu. Na hiyo yote kampuni inaifanya kwa sababu ya kukusaidia wewe kujitengenezea kipato kizuri. Basi twende kwenye kumbusho letu la leo, ni kuhusu majukumu ya mwanamemba na kiongozi. Na kama vile tunajua ndani ya LSSC kuna ngazi 8 za uongozi. Na maana kuna uongozi wa kwanza hadi kufikia uongozi wa 8. Na kila ngazi ya uongozi ina majukumu yake. Lakini yapo yale ambayo ni tete na ya muhimu zaidi sana. Ya muhimu zaidi sana ikiwa wewe umepata fursa ya kuwa kiongozi. Kazi yako wewe ni kumsaidia yule wa chini yako aweze kupanda na yeye. Si kwamba wewe umepanda na ukakaa umerelax, hapana. Msaidie yule wa chini yako na yeye aweze kuinuka. Hiyo ni jukumu ya kwanza ya wewe kama vile kiongozi. Kama vile kiongozi pia una jukumu kubwa ya kuhakikisha unaangalia taarifa za kampuni kwenye Bonchat kila wakati. Na wakati unapopata taarifa mpya za kampuni, moja kwa moja zipeleke kwenye kundi lako, ili wasibaki nyuma na taarifa za kampuni na taarifa pamoja na mabadiliko ndani ya kampuni. Na wewe kama vile kiongozi, ninaamini una timu yako. Kampuni inakuhimiza kufanya vikao angalau mara moja kwa wiki. Waitisha watu wako, mufanye vikao na mafundisho ili muweze kujikita sawasawa na mjue zaidi na zaidi kuhusu kampuni. Kwa wewe mwanamemba, tunahimizwa kuweza kuleta wanamemba wapya. Kuna wale wanamemba ambao wamekaa ndani ya kampuni miezi kadhaa sasa, zaidi ya miezi 5, na hajaweza kuleta hata mtu mmoja.
Sasa kampuni inaanza kuwekea macho kwa hao wanamemba. Ni kama vile wamekuwa wazembe, hawafanyi kazi sawa sawa. Kwa hivyo kampuni inawapa muda fulani, kila mtu ahakikishe ameleta mwanamemba haswa huu mwezi wa 3. Bila hivyo kampuni itakuchukulia hatua, kwa sababu hiyo ni dalili ya uzembe. Hauwezi kukaa na kampuni muda wa miezi 4, miezi 5 na hujaleta mwanamemba mpya. Hapana. Kwa hivyo kampuni inawekea mkazo swala hilo. Na wakati unapomleta mtu mpya, kama vile tulisema, tunahimizwa kuwaleta wajiunge na A1 pamoja na A2. Unapomleta mwanamemba mpya, wewe kama vile inviter, wewe ambaye ulimleta, kazi yako kubwa ni kuhakikisha unamwelekeza kuhusu Bonchart. Mfungulie akaunti ya Bonchart, muunganishe na manager Francois na umpe taratibu vile anaweza kufanya kila wakati manager ama mkurugenzi Francois anamtumia ujumbe, asikose kujibu. Akizembea wala akikaa baada ya kujiunga na kampuni kama vile mwezi mzima, tuseme wiki, mwezi ni mingi, kama vile wiki mbili, akikosa kujiunga na Bonchart na kumwandikia manager Francois, ataweza kutolewa moja kwa moja. Na wewe kama vile inviter, wewe uliyemleta, utapunguzwa pointi 20. Tofauti na hayo, kazi yako pia ni kuhakikisha huyo mwanamemba amehudhuria mafundisho ya wanamemba wapya ndani ya siku 5 bila kukatikiza. Yaani anahudhuria kwa mfululizo. Siku 5 mfululizo anahudhuria mafundisho. Akichelewa ni jukumu ni kwako wewe na hatua itachukuliwa dhidi yako. Kwa hivyo ukileta mwanamemba, mwelekeze ahudhurie mikutano ndani ya siku 5 mfululizo bila kukatakata, na atapewa zawadi ya kampuni. Ataongezewa pointi 5 na atapewa zawadi ya $20 zawadi ya $50 baada ya kukamilisha hizo siku 5 za mafundisho. Na huyo mwanamemba akikaa na kampuni muda wa siku 15, wewe kama vile kiongozi wa timu, ni kazi yako kumfuatilia huyo sasa mwanamemba mpya, uhakikishe maendeleo yake yako sawa. Una follow up kujua nini kinaendelea kwa huyo mwanamemba. Je, anaendelea kuwa vizuri ama anajitahidi vizuri? Anaendelea kujua kuhusu kampuni? Sio tu ameingia, amefanya hizo siku 5 na amemaliza. Hapana, kazi yako ni kumfuatilia uhakikishe anatimiza yale matakwa yote ya kampuni. Sasa basi, kwa kumalizia, sisi kama vile viongozi tunahimizwa kutimiza sheria zote za kampuni, na tunapoonekana hatutimizi sheria za kampuni kama vile kuhudhuria vikao, kwa sababu viongozi wanahitajika kuhudhuria vikao mara 3 kwa wiki, siku ya kwanza, siku ya 3 na siku ya 5, saa 2 za usiku majira ya mashariki. Sasa ukikosa kuhudhuria hivyo vikao mara 3 mfululizo, unaondolewa kwenye uongozi moja kwa moja. Kwa hiyo tuna jukumu ya kuhudhuria vikao kila wakati, na mwanamemba wa kawaida ana jukumu pia ya kuhudhuria vikao vya kila siku. Wengine wanapiga makelele kwamba vikao vimezidi, ujumbe za mkurugenzi Francois zimezidi. Vikao ni kwa sababu yako wewe, ni kwa faida yako, ili ujifunze nini kinaendelea kwenye kampuni na uweze kupata maarifa zaidi kuhusu kampuni. Kwa hivyo ni vizuri kuingia kwenye hivyo vikao, maana vinakusaidia kujua kampuni zaidi. Na mpaka hapo ndugu yangu, tutakuwa tumemaliza kwa siku ya leo, na tuwakumbusheni kuendelea kutimiza sheria za kampuni ili tuendelee kudumu na kampuni yetu nzuri ya LSSC na kujitengenezea kipato cha kila siku. Asanteni sana na tukutane kwa wakati mwingine.